Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa, naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza Tanzania Eye TV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama, bonyeza alama ya like na asante, barikiwa tena zaidi. Taarifa zimetufikia katika meza yetu ya habari. Ni wazi kwamba imeonekana wazi makamu wa rais hapa Tanzania Emmanuel Nchimbi amefukuzwa Ikulu Chamwino kama mbwa. Kivipi? Vita vikali vimeibuka tena kati ya Samia na Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wake wa rais. Vita hizi vimeweza kulipuka tena kupitia bunge ambalo liko chini ya uongozi na ukatili na uongozi wa kimla wa Samia Suluhu Hassan. Sasa mwandani wa Samia hataki kumuona Emmanuel Nchimbi Ikulu, hataki kumuona. Kivipi? Sasa kulikuwa na mjadala ambao ulikuwa unaendelea bungeni. Sasa mwandani wa Samia Suluhu Hassan ambaye ni mbunge kupitia baraza la uwakilishi kutoka Zanzibar anakotoka huyu Samia. Sasa huyu mbunge anaitwa Simai Mohamed Saidi. Huyu ni mwandani sana wa Samia Suluhu Hassan kutoka Zanzibar. Aliamua kumvaa na kumuita Emmanuel Nchimbi msaliti mkubwa wa serikalini, ambaye anajifanya kwamba alikuwa anapendwa na mwenda zake aliyekuwa rais hapa Tanzania John Pombe Magufuli, huku mbunge huyu ambaye ni Simai Mohamed Saidi akimuita Emmanuel Nchimbi Yuda msaliti mkubwa serikalini. Sasa ni wazi kwamba kuna wabunge ambao wanatumika na Samia Suluhu Hassan. Wabunge karibu wote, kwa sababu ni CCM, wawili tu ndio wanatoka chama cha upinzani, wanamwabudu Samia Suluhu Hassan. Sasa wameanzisha vita tena dhidi ya Emmanuel Nchimbi kwamba anaichelewesha maendeleo, mwenye hataki kufanikisha maendeleo, mwenye hataki uongozi wa Samia kuendelea sio mwingine ila tu ni Emmanuel Nchimbi. Kwa nini? Unajua anavamiwa hivi na kufukuzwa serikalini. Juzi kulikuwa na mazishi ya mzazi wa aliyekuwa rais John Pombe Magufuli aliyetutangulia mbele za haki. Nchimbi alihudhuria mazishi ya mzazi wa John Pombe Magufuli. Alipokabidhiwa nafasi ya kuzungumza, Nchimbi aliweza kufichua siri na ujumbe ambao aliandikiwa na John Pombe Magufuli wakati alikuwa hai, akausoma hadharani. Akasema Nchimbi ni mtoto ama ni ndugu yake mdogo, hawezi kumharibia future yake. Alipomteua kuwa balozi kule Brazil, akasema John Pombe Magufuli alikuwa anampenda sana. Sasa jambo hili ndilo limeweza kuleta wasiwasi kwamba mbona Emmanuel Nchimbi anafichua yaliyokuwa yamepita. Ni kuonyesha kwamba alikuwa anapendwa na mwenda zake John Pombe Magufuli. Sasa kulingana na wabunge hawa, wanadai kwamba Nchimbi ameanza kutembea makanisa, ameanza kutembea mikutano, kuwasilisha ujumbe ambazo hazina msingi wowote, kama njia moja ya kutafuta uungwaji mkono, kuonewa huruma, ili wakati anaenda kukiwania kiti cha urais aweze kumshinda Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu tunataarifiwa ya kwamba katika uchaguzi wa mwaka 2030 Nchimbi anatazamia, ana maono, ana ndoto ya kuwania kiti cha urais. Sasa haya yote ndiyo yameweza kusababisha vita vikali kushuhudiwa kati ya Nchimbi na Samia Suluhu Hassan. Sasa waandani wa Samia, wengine kutoka Zanzibar ambao ni wawakilishi wa Zanzibar, wameanza kumrushia vijembe, kumrushia maneno,
huyu Nchimbi hawataki kumuona Emmanuel Nchimbi serikalini. Sasa wameamua kumuita Yuda. Mtu anakuita Yuda akijadili bungeni, eti huyu Yuda ndiye amechelewesha, ndiye amekandamiza uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Unajua vita hizi zilianza mapema baada ya kuapishwa na kuingia ofisini. Samia hakuwa anamtaka Nchimbi awe mgombea mwenza. Alikuwa anataka huyu Pashite, Paul Makonda ambaye ni waziri wa habari na mawasiliano hapa Tanzania. Alikuwa anamtaka, lakini kwa sababu ya uwepo wa aliyekuwa rais Jakaya Mrisho Kikwete, akasema tiketi hamwezi kupata ya CCM, nyinyi wawili hamwezi kupata, lazima tuwapee mtu ambaye tunataka. Tunawapea Emmanuel Nchimbi. Sasa Samia akalazimika kukubali kwa sababu alikuwa na mezea mate tikiti ile ya CCM ingeenda kwingine, licha ya yeye kuwa uongozini wakati huo baada ya kuachiwa mamlaka na mwenda zake John Pombe Magufuli. Sasa akaona akakubali, wakaenda naye pamoja. Sasa baada ya kuapishwa wakaanza kuonyesha vita hizi katika miradi ambayo inazinduliwa na serikali. Hatumuoni Emmanuel Nchimbi, hatumuoni mahali popote pale. Sasa hii inamaanisha ya kwamba Samia hamtaki kumuona karibu, hata Ikulu asionekane. Lakini katiba anaruhusiwa, kikatiba anaruhusiwa, yeye ni makamu wa rais. Lakini sasa uwezi enda kwa adui akikugeuka, si atakuua pasipo jua, kama umepangiwa na serikali kuuliwa. Na unajua Samia Suluhu Hassan sio mtu anaogopa kifo. Aliweza kutoa amri kwa vyombo vya dola, vikaua vijana zaidi ya 10,000 hapa Tanzania, wakazikwa katika makaburi ya halaiki. Vile mnajua tuliweza kuonyesha kupitia televisheni ya CNN, PPC, Al Jazeera, vile watu waliweza kuaga dunia. Wengine familia hazikupata miili wakati uchaguzi uliopita, kilichosemekana ni uchaguzi, ni ukora ulikuwa unaendelea. Watu wakaamua kuzika viatu, wengine picha, wengine nguo, ishara tosha kwamba tumemzika mwenzetu hapa Tanzania, kama familia zile ambazo ziliweza kukosa miili. Sasa huyu Samia uwezi kumtisha na kifo. Anaweza toa amri kufikia sasa aliyekuwa barozi, aliyekuwa mwana CCM Humphrey Polepole hajulikani aliko, baada ya kumkosoa Samia Suluhu Hassan. Hatujui kama alienda akauliwa, hajulikani mahali alipo. Kuna wengine walipatikana wamekatwa vichwa, wamerushwa katika mito mbalimbali, ni kwa sababu ya kuikosoa serikali. Kwa hivyo Samia huwezi kumtisha na kifo. Kwa hivyo Emmanuel Nchimbi licha ya kuwa na mamlaka ya kwenda Ikulu hawezi enda, akiuliwa mtasema nini? Sasa hayo ndio yanaendelea, vita vimeweza kulipuka na tunaona hali sio hali hapa Tanzania. Tuombe Mungu tu aweze kutusaidia. Tunaendelea kutufuatilia taarifa zingine, tukizipata kwa kina, tukihakiki tunazileta hewani. Naomba kutamatishia hapo, tukipata taarifa tofauti tutazileta, na hata hizi tunaendelea kuzifuatilia kwa undani. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kila wakati. Kwaheri kwa sasa.